Historia ya hii sherehe ya Pentekoste katika Biblia. Tuanze na Agano la Kale. Kulikuwa na sherehe 3 muhimu katika dini ya Kiyahudi ambazo kila Myahudi ambaye alikuwa anaishi eneo ambalo lina umbali wa maili 20 kutoka Yerusalemu alilazimika kisheria kuja Yerusalemu kwa ajili ya sherehe ya Pasaka, Pentekoste na sikukuu ya vibanda. Hivyo basi, Pentekoste inasimama kwa jina la 50 ambalo imetokana na neno la Kigiriki 50 ambalo ni sikukuu ya majuma, yani majuma matano kuanzia kipindi kile cha Pasaka mpaka siku hii ya Pentekoste. Iliitwa hivyo kwa sababu iliangukia siku ya 50, yani baada ya Pasaka. Tunafahamu katika Biblia takatifu kwamba Pasaka iliangukia katika mwezi wa Aprili katika Agano la Kale. Hivyo basi Pentekoste ikajikuta kwamba imeangukia mwanzoni kabisa mwa mwezi Juni. Na kufikia wakati huo wa mwezi Juni kule katika nchi ile ya Wayahudi, yani Israeli, kikawa ndio kipindi cha mavuno. Kwa hiyo Pentekoste ilikuwa ndio wanafanya sherehe ya mavuno ya mwanzo. Mavuno ya mwanzo. Na ndio maana walipokuwa wanaenda kanisani au katika lile hekalu walipeleka mavuno yale ya kwanza, wakawa wanapeleka kule kwenye lile hekalu kwamba Mwenyezi Mungu tunakushukuru. Na utakuja kuona baadaye kwamba Pentekoste ni mavuno ya mwanzo, na baadaye utakuja kuona mavuno ya mwanzo ya kanisa linapoanza katika Agano Jipya. Siku ya Pentekoste yenyewe katika hicho kipindi cha Agano Jipya tunaona kwamba Pentekoste inahusishwa na kutimia kwa ile ahadi ya Yesu Kristo ambaye aliwaambia wale mitume wake kabla hajapaa kwenda mbinguni kwamba mkakae Yerusalemu, mvikwe uweza, kaeni mkiwa mnasali, mvikwe uweza kutoka juu. Na mara kwa mara alikuwa anawaambia kwamba ninaenda kwa Baba, nitaenda kuwaletea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, Parakletos, ambaye atakaa pamoja na ninyi. Kwa hiyo Pentekoste ni utimilifu wa zile ahadi za Yesu Kristo mwenyewe ambazo alikuwa amezitoa kwa wafuasi wake. Na mitume walimhitaji Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile kazi ambayo Yesu Kristo aliwaambia mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu mpaka Samaria na dunia yote, ili waweze kuwa mashahidi wa Bwana wetu Yesu Kristo, mitume walihitaji nguvu ya Roho Mtakatifu.